Habari za leo, karibuni tena Pedo and Rose Stories. Mada ya leo ni kwa nini waathirika wengi wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini VVU au ukimwi hawataki kwenda kwenye vikundi. Kwa nini waathirika wengi hawataki kwenda kwenye vikundi vya watu wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini VVU? Namba moja, wanaogopa kufichuka. Wanaogopa kufichuka. Wengine watawajua hali zao kwa sababu wanajua nikiingia jengo lile pale na lile jengo linafahamika, wanaokwenda pale ni wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba pale mimi nitakuwa tayari nimeshafichuka. Yaani hii hali zamani ilikuwepo, yaani watu wakimuona mtu anaingia kwenye jengo fulani, labda zile ofisi ni za HIV. Kwa hiyo alikuwa akitoka pale, labda ni NGO, wengine wanaenda wanamuuliza, vipi? Una virusi nini? Una ukimwi? Kama wanavyojua nyumbani. Nyumbani unajua hawajui mambo ya virusi. Kila mtu anajua tu ni muathirika ni ukimwi. Tayari wanauliza una ukimwi nini? Naona. Kwa hiyo watu wanaogopa kwenda kwenye vikundi. Pia hata kama kikundi kina siri, kuna woga wa kuonekana wakiingia huko. Hata kama kile kikundi kitakuwa na siri, kinawatunzia waathirika siri, lakini bado watu wanaogopa kuingia kule. Unaona? Namba mbili, wamechoka na unyanyapaa wa kijamii. Waathirika wamechoka na unyanyapaa wa kijamii. Vile vile waathirika wamechoka na unyanyapaa binafsi. Kwa hiyo wanachagua kukaa kimya. Waathirika wanakuwa wamechoka na unyanyapaa wa kijamii na unyanyapaa wa ndani, internal stigma na external stigma. Kwa hiyo wanaamua kukaa kimya, wanaona niende kwenye vikundi, kuna faida gani ya kwenda kwenye vikundi vya waathirika? Anaamua kukaa kimya. Pia hawajaona faida ya kikundi au faida ya vikundi vya waathirika. Wanaona wanaokwenda kwenye vikundi, lakini wanaona kwamba je, wanafaidika na kitu gani? Mwingine anasema sioni faida yoyote ile ya kwenda kwenye vikundi vya waathirika. Anaamua kukaa nyumbani na kutokujihusisha na wengine. Hawajui faida ya kikundi au vikundi. Unaona, hawajaona faida au hawajui faida ya vikundi. Wanaona kama kwenda kwenye vikundi ni kupoteza muda. Yaani wanaona kwenda kwenye vikundi vya waathirika ni kwenda kupoteza muda. Lakini ngoje niwaambie, kule kwenye vikundi vya waathirika kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Kwanza utakutana na waathirika wenzako ambao wanaishi na VVU kama wewe. Kwa hiyo moja kwa moja utaona kabisa kwamba hauko peke yako, uko na wenzako ambao mnasafiri wote katika boti moja. Boti ya waathirika. Alafu wako mbali sana na vikundi au kikundi, wanashindwa kufikia kutokana na umbali. Unakuta kwamba waathirika wengine wanatamani kwenda kwenye vikundi vya waathirika, lakini sasa kutokana na umbali, sehemu wanazoishi ni mbali na hakuna usafiri na hawana nauli, kwa hiyo wanashindwa kwenda kwenye vikundi vya waathirika. Hii yote ni kutokana na umbali. Inakuwa ni sababu mojawapo. Alafu mwisho, hawana muda wa kuwawezesha kwenda kwenye vikundi kutokana na kazi. Wengine wanafanya kazi, anaingia asubuhi mpaka usiku. Kwa hiyo ule muda wa kwenda kwenye vikundi vya waathirika anakuwa hana, na pengine mwajiri wake hafahamu kama ameathirika aweze kumruhusu kwenda kwenye vikundi. Kwa hiyo nakuta anashindwa kwenda kwenye vikundi vya waathirika. Kwa hiyo hizi ndizo sababu zinazowafanya watu wengi wanaoishi na virusi wasiende kwenye vikundi vya waathirika. Namba moja, wanaogopa kufichuka. Namba mbili, wamechoka na unyanyapaa wa kijamii na unyanyapaa binafsi. Namba tatu, hawajaona faida ya kikundi au faida ya vikundi.
Namba 4, hawajui faida ya vikundi au kikundi. Namba 5, hawajaona kama kwenda kwenye vikundi kuna faida, bali wanaona kwenda kwenye vikundi ni kupoteza muda. Namba 7, wako mbali sana na vikundi, wanashindwa kufika kwenye vikundi kutokana na umbali. Pia wanafanya kazi, kwa hiyo hawana nafasi, wanaingia kazini usiku na kutoka asubuhi, au wanaingia asubuhi na kutoka ni usiku. Kwa hiyo wanakuwa wamechoka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare video hii. Asanteni sana.